Ndugu wapendwa katika Kristo, karibuni kwenye sherehe ya mwili na damu wa Kristo. Wazo kubwa katika sherehe hii ni Ekaristi Takatifu, mkate wa uzima kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Masomo ya leo yanatuongoza kuelewa fumbo hili kuu la imani. Musa anawakumbusha wana wa Israeli safari yao ya jangwani. Anatukumbusha pia sisi. Wanalikumbuka hali waliokuwa wanapitia. Walipitia njaa, kiu, hali ngumu, lakini Mungu hakuwatelekeza. Aliwalisha mana kutoka mbinguni ili wajifunze kuwa wanadamu haishi kwa chakula cha kawaida ambacho kinashibisha mwili, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Maana ilikuwa ni ishara ya jambo ambalo Mungu anatamani kulifanya kati yetu, ambayo ni Yesu mwenyewe kujitoa kama kondoo na kama mkate, chakula cha kiroho. Katika safari hii ya wana wa Israeli kwa siku 40 inatukumbusha pia sisi safari zetu hapa ulimwenguni, kwamba tusipokuwa na Yesu hatutakuwa na uzima wa milele. Lakini pia katika somo la Injili, Yesu anasema waziwazi, mimi ndimi mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Yeyote alaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Maneno haya yaliwashangaza watu wengi. Hawakuweza kuelewa jinsi Yesu angeweza kuwapa mwili wake kama chakula. Lakini Yesu hakubadilisha mafundisho yake, kwa sababu alikuwa anasema ukweli wa milele. Ekaristi si mfano wa kawaida, ni uwezo wa kweli wa Kristo. Yesu aliyezaliwa Bethlehemu, aliyeteswa msalabani, aliyekufa na kufufuka, ndiye anayejitoa kwetu katika Ekaristi Takatifu. Ukweli huu unapaswa kubadilisha maisha yetu. Kama tungeamini kwa dhati kuwa Kristo yuko katika Ekaristi, tungeingia katika kanisa kwa heshima kubwa zaidi. Tungehudhuria misa kwa moyo wa sala na tungepokea komunyo takatifu kwa uchaji na toba ya kweli. Mara nyingi watu huzoea mambo matakatifu kiasi cha kupoteza mshangao mbele ya uwepo wa Mungu. Hili ni tatizo kubwa la kiroho katika ulimwengu wetu wa sasa. Ekaristi ndiyo moyo wa kanisa. Bila Ekaristi, Ukristo ungekuwa ni mafundisho kwenye mkutano au mafundisho yoyote yale. Lakini pia katika Ekaristi, sadaka ya msalaba inafanywa hai tena. Pale altareni inainuliwa mbingu na pia mbingu inagusa dunia. Kristo anaendelea kujitoa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu siku zote. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa sisi tulio wengi tunakuwa mwili mmoja kwa sababu tunashiriki mkate mmoja. Hii ina maana kwamba Ekaristi inatufanya tuwe familia moja katika Kristo. Hatuwezi kupokea Kristo huku tukiendelea kuishi katika chuki, mgawanyiko, ukabila, fitina au ukosefu wa msamaha. Yesu Kristo tunapompokea, tunabadilika hasa katika fikra zetu, kiakili na kimatendo. Na nzuri zaidi, inatubadilisha katika mioyo yetu. Tunafanana na Kristo katika matendo yetu. Komunyo takatifu inakuwa ni ishara ya mabadiliko ya maisha yetu. Hivyo wapendwa, tunapopokea Ekaristi si chakula cha mwili tu, bali ni nguvu ya kubadilisha moyo wa mwanadamu. Anayempokea Kristo anapaswa kuanza kufanana na Kristo katika maisha yake, kwa kuwa na upendo, huruma, unyenyekevu, uaminifu na moyo wa kusamehe. Tunakumbushwa kuwa dunia ya leo ama ulimwengu wa sasa hivi ina njaa kubwa ya kiroho.
Watu wengi wanatafuta amani, furaha na maana ya maisha katika mali, starehe, mamlaka au mafanikio ya dunia hii, lakini mioyo yao inabaki tupu. Ni Kristo peke yake anaweza kushibisha njaa ya ndani ya mwanadamu. Na ndiyo maana Yesu anasema, yeyote alaye mwili huu ninaishi ndani yake. Lakini pia tunaalikwa kwa neema ya Ekaristi kuwa Ekaristi ni nzuri, inatuita kujiandaa kiroho. Tunapaswa kuungama dhambi zetu, kutubu kweli na kurudi kwa Mungu kwa moyo safi. Hapa nawapa mfano wa kuwa hauwezi ukapika chakula kwenye sufuria chafu, lazima tuioshe kwanza ndani na nje. Kwa nini? Maana tunapenda chakula kilichopikwa katika hali nzuri. Halikadhalika katika roho zetu, nafsi yetu yatupasa kujiandaa kwa kuungama dhambi zetu ili tuweze kumpokea Yesu katika hali ya neema. Hatuwezi kumpokea kimwili Kristo, lakini pia hatuwezi kumpokea katika hali ya dhambi, yatupasa kuungama. Kristo anatuita kwenye uongofu wa kweli na maisha matakatifu. Tunaalikwa kurudi katika ibada ya Ekaristi mbele ya Yesu katika sakramenti takatifu. Mioyo iponywe, familia iimarishwe, vijana upate mwongozo wa kiroho na pia upate mang'amuzi katika hali ya ukimya wanaposogea katika Ekaristi takatifu. Ekaristi ni nafasi ya kukutanisha na Mungu anayezungumza ndani ya mioyo ya wanadamu katika hali ya ukimya. Mfano wa watakatifu wengi walipata nguvu yao mbele ya Ekaristi. Kwa mfano, Mama Teresa wa Kalkuta alipata nguvu ya kuwahudumia maskini kupitia sala mbele ya Yesu wa Ekaristi. Padre Pio pamoja na Yohane Maria Vianney aliendelea, na wao walijua wazi kuwa kila misa ni fumbo la upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kanisa la leo linahitaji Wakristo waaminifu wenye imani hai. Wakristo wa jina inasababisha dunia kuharibika. Dunia pia imechoshwa na maneno matupu. Inahitaji ushuhuda wa maisha yaliyobadilishwa na Kristo. Yesu Kristo anatubadilisha hasa tunapopokea Ekaristi takatifu. Baada ya misa, watu wanapaswa kuona utofauti ndani yetu. Tuwe na upendo zaidi, uaminifu zaidi, amani na pia watu wa sala. Kikubwa zaidi, tuonekane watu wa huruma na maisha ya utakatifu. Huu ndio mwito wa familia. Ndugu wapendwa, mnaombwa kukaa katika familia ili kuwaongoza vijana na watoto na jamii nzima. Wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao kuheshimu kanisa, mambo matakatifu. Vijana wanapaswa kutafuta furaha ya kweli ndani ya Kristo badala ya starehe za duniani. Viongozi wanapaswa kujifunza haki na huruma mbele ya Yesu katika Ekaristi. Wakristo wote wanaitwa kuwa tabernakulo hai, ikimpeleka Kristo katika jamii, familia, mashuleni, hospitali na katika kazi zetu. Kwa hiyo tunapokaribia altare ya Bwana, tujifunze tuishi kwa utakatifu, tusiende kwa mazoea, bali kwa imani, toba, upendo na njaa ya kumwona Mungu. Tumwombe Yesu Kristo, mkate wa uzima, aponye mioyo yetu, aimarishe familia zetu, afufue imani yetu, atufanye watu watakatifu na wenye upendo. Na watakia heri ya sikukuu ya Ekaristi takatifu. Asanteni.